نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tunaendelea na majibu yetu ya kielimu dhidi ya kijana huyu asiyekuwa na adabu, mropokaji ajiitaye Shafi Basalim, hadahu Allahu wa iyana ila alhaq. Na hii ni sehemu ya pili B ya majibu yetu dhidi yake, baada ya kumaliza kumuelekeza huyu kijana uhakika wa shekhe wake aliyemfanya kuwa ni shekhe, hali ya kuwa si shekhe bali ni mtu kadhabun mubtadi', ni mtu mrongo aliyepindukia, ambaye ni mzushi aliyekuwa akiongozwa na kufuata matamanio ya nafsi yake, na hilo ndilo lilikuwa likimpelekea kukurupuka katika kuzungumza maneno bila kutafakari, akajikuta anajigonga katika maelezo yake. Baada ya kuyaona hayo katika sehemu ya pili A iliyotangulia, tunaendelea katika kumuelimisha huyo kijana. Itabidi tutumie lugha ya kumuelimisha basi. Inawezekana isiwe ni rad, kwa sababu kama ni radi tutategemea kwamba pengine angekuja kujibu, lakini sidhani kama atakuja kujibu huyo kijana, kwa sababu kuna mengi asiyoyajua kuhusu shekhe wake na kuhusu mambo anayoyazungumza. Kwa ni kumuelimisha, lakini kama yeye atakuwa na uwezo wa kuja kujibu, basi na aje kujibu. Tunaendelea katika kumuelimisha huyu kijana huyu katika maelezo yake ambayo alikuwa akiyanukuu kutoka katika kitabu cha shekhe wake Hasan bin Ali As-Saqaf Al-Mubtadi' Al-Kadhab, Allah amuongoze. Kijana huyu akayasoma maelezo baada ya yale yaliyotangulia, na mnukuu, akasema huku akiyasoma maneno ya shekhe wake kwenye kitabu chake kwamba shekhe wake amesema, walhadafu min hadha at-taqsimi, na maksudio ya mgawanyo huu wa tauhidi. Walhadafu min hadha at-taqsimi, na maksudio ya mgawanyo huu wa tauhidi, inda man qala bi, kwa watu ambao kwamba waliosema na wakaitakidi mgawanyo huu wa tauhidi, huwa tashbihu almu'minin, ni kuwafananisha waumini, alladhina ambao kwamba la yasiruna ala manhaji almutamaslifin, ambao kwamba hawaendi wala hawafuati ule muongozo wa watu ambao kwamba wanajiita masalaf bil kuffar, kuwafananisha na makufari. Baada ya kuyasoma haya maelezo ya shekhe wake, akaongezea huyo kijana maelezo mengine, akasema, na taban ndio manake kila siku tunanena kwamba masala haya ya taksimi tauhid usiangalie katika dhahiri yake, usiangalie alfadhi zake, usiangalie matamko yake, angalia maani. Unajua ndugu zangu, tutakuwa tuko pamoja na mtaniwafiki kabisa ya kwamba tukisoma katika alqawaid alfiqhiyya tunaambiwa kwamba al-ibratu للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني طبعا أو شيء من هذا. katika qawaid alfiqhiyya tunasoma kwamba mazingatio ni maana na maksudio. Al-ibratu lilmaqasid walmaani la lilalfadh walmabani. Taban kuna kipengele hapa kimenitoka kwamba maksudio ya ni si maneno wala si yale matamko, hapana, ni makusudio yaliyobebwa na yale matamko. Mwisho wa kunukuu. Haya ndiyo maneno ya huyo kijana aliyozungumza baada ya yale yaliyotangulia. Maelezo haya yanamaanisha kwamba ahlus sunnati wal jamaa
as-salafiyun, Allah wahifadhi, wanaposema kwamba tauhidi imegawanyika katika vigawanyo vitatu, makusudio ya maneno yao yanamaanisha kwamba eti Ahlus Sunna wanaposema hivyo malengo yao ni kuwafananisha Waislamu na makafiri, au kwa lugha nyingine wanamaanisha kwamba masalafi ambao wao wanawaita mawahabi wanaposema kwamba tauhidi imegawanyika katika vigawanyo vitatu, kwamba eti malengo yao ni kutaka kuwakufurisha Waislamu. Malengo yao wanataka waseme kwamba wataka waseme Waislamu ni makafiri. Hii ndiyo maana ya maelezo ya kijana huyu, na ndiyo maana ya maelezo ya shekhe wake Hasan ibn Ali as-Saqaf al-Mubtadi'. Lakini majibu juu ya hilo ni kwamba hili jambo sio kweli. Haya maneno haya si kweli, abadan abadan abadan, sio kweli, bali tunasema kabisa kwa kukata kwamba ni kadhibun mahdhun, ni uongo ambao hauna shaka, ni uongo moja kwa moja. Kudai kwamba eti wale walioeleza kwamba tauhidi imegawanyika katika vigawanyo vitatu kwamba wanakusudia kuwakufurisha Waislamu, hilo jambo sio kweli. Huo ni uongo kabisa ambao wameamua kuuzua waziwazi mchana kweupe, na hii ndio kawaida ya wazushi na ahli al-batil. Wazushi na ahli al-batil, ar-rafidha, mashia, maana hawa vijana, huyu kijana na shekhe wake, hawa wanaweza kusema pia ni rafidha, hawa ni mashia. Upande fulani hawa ni mashia, na upande mwingine hawa ni masufi. Wamekuwa bendera hawa. Upepo ukivuma kuelekea kwenye ushia, wanaelekea kwenye ushia. Upepo ukivuma kuelekea kwenye usufi, wanaelekea kwenye usufi. Wamekuwa bendera hawa. Kwa kawaida ya ahli al-batil, ar-rafidha wal-mutasawwifa, mashia kadhalika na masufi, ni kawaida yao kusema uongo juu ya ahli sunnati wal jamaa ambao ni wapinzani wao. Wao kusema uongo ni kawaida sana kabisa, kama vile kula asali tu, ili mradi kwamba wawapake matope na kuwatia dosari ahli sunnati wal jamaa as-salafiyun. Yani wanakusudia kwamba hawa masalafi hawa mawahabi hawa wanawakufurisha Waislamu. Kwa hiyo malengo yao hawa mawahabi ni kuwakufurisha Waislamu, wakiwa na maana kwamba mawahabi ni takfiriyun, ni makhawariji wanawakufurisha Waislamu. Na ndio maana wamesema kwamba tauhidi imegawanyika katika vigawanyo ili wafikie kwenye malengo ya kuwakufurisha Waislamu. Lakini kama umesikiliza vizuri majibu yetu katika sehemu yetu ya pili A, kwa madai hayo sasa watakuwa wanamaanisha kwamba wale wanawachuoni ambao tumewaeleza kwamba wamegawa tauhidi katika mafungu, kumbe na wao wanawakufurisha Waislamu. Sababu tumeona al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ametoa maelezo yenye kuonesha kwamba au kuashiria kuwa tauhidi imegawanyika. Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi ametoa maelezo kadhalika yenye kuashiria kuwa tauhidi imegawanyika, na wengineo katika maulama wa ahli sunnati wal jamaa katika as-salaf as-salih. Kwa je, na wao walikuwa na malengo ya kuwakufurisha Waislamu? Jawabu ni hapana. Kwa maneno yao haya, huyu kijana na shekhe wake, ni maneno ambayo yameruka patupu, yamekufa kifo cha kawaida kabisa, kama anavyosema shekhe la kisufi lilovuka mipaka anaitwa Yusuf Diwani. Ndio kawaida yake kusema kwamba maneno haya au hoja hii imekufa kifo cha kawaida kabisa. Sasa lakini kwanza hebu tuangalie, kwani ni nani ambaye ana tabia chafu na tabia mbaya ya kuwakufurisha Waislamu bila ya haki, bila ya vidhibiti vya kisheria? Ni nani mwenye tabia hii mbaya na tabia hii chafu baina ya wao, yani huyu kijana na shekhe wake Hasani Sagaf,
na ahlus sunnati wal jamaa salafiyun. Je, ni nani ambao wana tabia hii chafu ya kuwakufurisha waislamu bila ya haki? Jambo la kukufurisha hili ni jambo ambalo lipo katika dini. Kukufurisha ni hukumu ya kisheria, ni jambo lipo katika Uislamu. Kwa hiyo kukufurisha si tatizo ikiwa mtu amefanyaje, ikiwa mtu amestahiki kukufurishwa. Vigezo vya kumkufurisha mtu kama vimetimia, basi kukufurishwa ni haki. Kwa hiyo kukufurisha sio tatizo. Sasa swali linakuja, je, ni nani mwenye tabia mbaya, tabia chafu ya kuwakufurisha waislamu bila ya haki, baina yao kijana huyu na shekhe wake na baina ya hawa wanawaita mawahabi? Jawabu bila shaka yoyote kabisa, wenye tabia mbaya na tabia chafu ya kuwakufurisha waislamu bila ya haki, bila ya vidhibiti vya kisheria ni wao. Wao ndio takfiriyun. Kama ni ukhawariji, basi ukhawariji wako nao wao, na kama ni makhawariji, basi makhawariji wa kweli ni wao. Wao ndio takfiriyun, wanaowakufurisha waislamu bila ya haki, bila ya kuangalia vidhibiti vya kisheria. Na makhawariji wametuhumiwa kwa tabia mbaya ya ukhawariji na itikadi mbovu kwa sababu ya kuwakufurisha kwao waislamu bila ya haki, bila ya misingi ya kisheria. Na yoyote ambaye atakayewakufurisha waislamu bila ya kuchunga misingi ya kisheria na vidhibiti vyake, basi huyo anakuwa ni khariji. Sasa makhawariji ni wao, huyu kijana kadhalika na shekhe wake Hasan ibn Ali as-Saqaf. Mkitaka kulijua hilo, basi fuatanieni na mimi mtaliona hilo. Fuatilieni mtaliona hilo na mtalisikia. Shekhe wake huyu kijana Hasan ibn Ali as-Saqaf al-mubtadi' al-khabith kama wanavyomuita ahli al-ilm, huyo jamaa achilia mbali kuwakufurisha kwake watu wa zama hizi, achilia mbali kuwakufurisha kwake waislamu wa zama hizi, bali huyo jamaa amefikia pahala akawakufurisha na kuwasema vibaya kuanzia baadhi ya masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kama Muawiyah ibn Abi Sufyan, tabi'in, baadhi ya tabi'in katika maulama wakubwa wa tabi'in. Jamaa amewakufurisha hao na kuwasema vibaya, bali mpaka maimamu ambao waislamu wameukubali uimamu wao na kuwazingatia kwamba hao ni maimamu wa kufuatwa wa ahli sunnati wal jamaa, hawajasalimika hao maimamu kwenye mdomo mchafu wa shekhi wa huyu bwana. Hawajasalimika na kusemwa vibaya, kama vile al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala hajasalimika na mdomo mchafu wa huyu bwana. Al-Imamu Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala hajasalimika na mdomo mchafu wa huyu bwana, ambaye ndo kafanya kuwa ni shekhi wa huyu kijana. Ushahidi juu ya hayo ambayo tumeyasema, huyu kijana alishawahi kusikika kwenye klipu yake akizungumza wazi kwa kinywa kipana kwamba sahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma ni munafiq kafir. Ashazungumza wazi kabisa kwa kinywa kipana, hakuna alikoyatoa hayo isipokuwa kwa shekhi wake mwenye mdomo mchafu Hasan ibn Ali Saqaf. Bali baadhi ya wanawachuoni wa tabi'ina huyu bwana amewasema vibaya shekhi wake. Ukirejea kwenye kitabu chake au kwenye kitabu cha al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari kinachoitwa al-Ibanatu an usuli diyana, huyu bwana amechukua kitabu hiki akakifanyia tahqiq, amekihakiki kitabu hiki al-Ibanatu an usuli diyana, na akathibitisha wazi kwamba hiki kitabu ni kitabu cha al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, na akawapinga wale watu wa batili wenzake ambao wanadai kwamba kitabu hiki kimechakatuliwa. Akawapinga kwamba sio kweli, kitabu hiki ni sahihi, ni cha Imam Abul Hasan al-Ash'ari, kwa amekithibitisha kitabu hicho.
akakifanyia tahqiq kwenye kipengele ambacho Imamu Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala alikuwa anamzungumzia Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, na kuonesha kwamba yeye Abul Hasan amerejea kwenye itikadi yake, kwenye itikadi ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Huyo jamaa alipoweka taaliki yake pale akasema kwamba al-Imamu Ahmad ibn Hanbal hakuwa na madhehebu maalum ambayo imeandikwa. Kisha akasema huyu Sagaf mwenye mdomo mchafu akasema, wa in kana sawabu inda ba'd al-ulama wad'uhu fi qa'imati al-mujassima wal mushabbiha, ingawaje kauli iliyokuwa sawa sawa mbele ya baadhi ya maulama, Imamu Ahmad bin Hanbal anatakiwa awekwe kwenye kapu la mujassima na mushabbiha, kwamba hii ndio kauli sahihi mbele ya baadhi ya maulama. Na bila shaka maulama anaowakusudia huyu bwana mwenye mdomo mchafu anakusudia maulama waliopotea kama yeye, kwamba ndio wanaosema Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala naye ni katika mujassima. Bali huyu bwana kwenye maneno ya Sheikh Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala alipokuwa anawazungumzia watu wa bid'a al-Jahmiyya, namna wanavyokhalifu, wanavyokwenda kinyume na njia ya watu wa haki, huyu bwana Hasan ibn Ali Sagaf akamtukana Abul Hasan na akamkufurisha al-Imam Abul Hasan rahimahullahu ta'ala, kwa mujibu wa maelezo ambayo tutakuja kuyaona. Kwa nini tumesema kwamba amemkufurisha? Kwa amesema wazi kwamba al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala ni mujassim, ni katika mujassima. Kwa Imamu Ahmad ibn Hanbal ni mujassima au mujassim, Imamu Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah ni mujassim, na baadhi ya maulama wengine kabla yao jamaa asema wazi kabisa kwamba hawa ni mujassima. Na hivi sasa anasema wazi kabisa kwamba as-salafiyun ambao kwamba anawaita mawahabi kwamba hawa ni mujassima. Bali huyo kijana mwenyewe mtamsikia anazungumza wazi kwamba mawahabi ni mujassima. Kwa kuanzia Imamu Ahmad, Imamu Abul Hasan al-Ash'ari rahimahumallahu ta'ala, na baadhi ya ulama waliotangulia kina Imamu Ibn al-Mubarak, al-Imamu al-Auza'i, al-Imam Abu Zur'a al-Razi, wote hawa ni mujassima kabisa. Sagafi anazungumza na mawahabi nao ni mujassima, kwa sababu wanapita katika itikadi zao wale. Sasa kwani mujassima ni kina nani? Je, mujassima kwa mujibu wa maneno ya huyu jamaa, kwa mujibu wa maneno ya Hasan ibn Ali Sagaf, mujassima ni waislamu au ni makafiri? Mujassima ni makafiri. Mujassima ni makafiri mbele ya huyu wana Hasan Sagaf. Rejea kwenye kitabu chake kinachoitwa Sahihu Sharh al-Aqidah at-Tahawiyya ukurasa wa 709, anasema Hasan Sagaf, i'lam bi annana la nuwafiqu ba'd al-mutaakhirin min al-fuqaha'i ala ashiya' dhakaruha fi bab ar-ridda. Anasema tambua, hakika sisi hatukubaliani na baadhi ya waliochelewa katika wanazuoni wa fukaha juu ya vitu walivyovitaja katika mlango wa kuritadi. Akaendelea mpaka akasema, wa min tilka almasail qawlu ba'dihim bi anna almujassimata mubtadi'ah, na miongoni mwa hayo mambo ambayo hatukubaliani nao sisi ni kauli ya baadhi yao pale walipodai kwamba mujassima ni watu wa bid'a. Lakinnahum ghairu kuffarin, lakini hao mujassima sio makafiri. Wa hadha khata'un mahdhun la yuwafaquna alayhi albatta, na hili ni kosa moja kwa moja, ni kosa kabisa, hawakubaliwi abadan katika hilo. Wasawabu
na iliyokuwa sawa sawa alqaulu bitakfiri almujassima, ni kusema kwamba mujassima ni makafiri. Hiyo ndio kauli ya sawa sawa. Kwa hiyo anasema wazi kabisa kwamba mujassima ni makafiri, sio waislamu. Sasa alishasema kwamba kuna maulama ambao ni mujassima. Imamu Ahmad ni katika mujassima, Imamu Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala ni mujassim, kina Imamu al-Auza'i ni mujassim, wote ni mujassima hao. Kwa mujibu wa maelezo yake haya ni wazi kabisa kwamba anawakufurisha waislamu, anakwambia mujassima ni makafiri. Bali kwenye kitabu hicho sharh al-aqidah at-tahawiyya kwenye ukurasa wa 704 anasema faqad bayyana Allahu ta'ala lana fi hadhihi al-ayati بصريح العبارة أن من صدرت منه كلمة الكفر صار كافرا وليس بعد بيان الله تعالى بيان ففهم. anasema kwa hakika ameshabainisha Allah tabaraka wa taala kwetu sisi katika aya hii kwa ibara iliyo wazi kwamba atakayetamka neno la ukafiri basi huyo moja kwa moja ni kafiri, hakuna mjadala. Yani yeye huyu bwana anapinga kabisa kauli ya wanawachuoni wanaposema kwamba si kila anayetamka tamko la ukafiri anahukumiwa kuwa ni kafiri. Yeye anapinga hilo, anasema yoyote atakayetamka neno la ukafiri basi huyo ni kafiri. Sasa kwa mujibu wa maneno yake haya anawakufurisha waislamu hawa anaoita mawahabi. Yeye anasema ni mujassima, na mujassima moja kwa moja ni makafiri kwake yeye. Imamu Ahmad ni mujassim, Imamu Abul Hasan al-Ash'ari ni mujassim. Kwa hiyo hawa wote kina Imamu Ahmad kina Imamu Abul Hasan ni makafiri kwake yeye kwa sababu ni mujassima. Sasa huyu ndiye ambaye kwamba anawakufurisha waislamu kabisa. Mzigo wake mchafu anawatupia watu waliotakasika. Yeye ndiyo mukafir, yeye ndiyo khariji, mkufurishaji mkubwa pamoja na mwanafunzi wake. Halafu zigo hilo la mavi wanawatupia ahlu sunnati wal jamaa salafiyun. Ghairi jana wa ana almu'adhabu fikum fakaannani sababatul mutanaddimi, kama wanavyosema wanachuoni. Asiyekuwa mimi ndiye aliyefanya makosa lakini mimi ndio nakuja kuadhibiwa. Wao ndio wanafanya tabia mbaya kuwakufurisha waislamu bila ya haki, bila ya vidhibiti vya kisheria kabisa kwamba hao ni makafiri. Mujassima ni makafiri. Imamu Ahmad anasema ni mujassima, Abul Hasan al-Ash'ari ni katika mujassima, mpaka maimamu ni makafiri kwake. Kwa hiyo hadha huwa alladhi yukaffiru almuslimin, huyo ndio anawakufurisha waislamu bila ya haki. Sasa anapowakufurisha waislamu bila ya haki na yeye anadai kwamba eti wale waliogawa tauhidi malengo yao ni kuwakufurisha waislamu, kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo na yeye pia yuko nyuma ya tauhidi hizo. Subhanallah. Kwa hiyo jambo liko wazi kwamba takfiriyun al-khawarij ni wao ndio wanakufurisha waislamu bila ya haki, tena bila ya misingi ya kisheria, bali si kuwakufurisha waislamu wa kawaida. Mpaka wanazuoni ni makafiri, mpaka baadhi ya masahaba ni makafiri kwa wao. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana ila sawa